Habari Tanzania. Bila shaka unaifahamu nchi ya Rwanda. Rwanda ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,000. Ina watu milioni 15. Nchi ya Rwanda haina bahari, haina bandari. Nchi ya Rwanda ni ndogo, haina mbuga za wanyama. Haina madini ya dhahabu, haina almasi, haina rubi, haina uranium. Jambo la kushangaza, nchi ya Rwanda inaingia mara 3 katika mkoa wa Morogoro. Ukiangalia vyanzo vya maji vilivyopo katika mkoa wa Morogoro ni vingi kuliko vyanzo vya maji vilivyopo katika nchi ya Rwanda. Good enough, mkoa wa Morogoro una mbuga za wanyama. Wilaya zote 7 katika mkoa wa Morogoro zina madini ya dhahabu, zina rubi, zina uranium, copper, graphite, madini ya chuma. Wilaya zote 7 za mkoa wa Morogoro. Sasa ukiangalia mahusiano ya watu kati ya Rwanda na Morogoro ni kwamba nchi ya Rwanda ina watu milioni 15. Na kwa kuwa nchi ya Rwanda inaingia mara 3 katika mkoa wa Morogoro, maana yake ni kwamba mkoa wa Morogoro una uwezo wa kulisha watu wasiopungua milioni 50. Jambo la kushangaza, mkoa wa Morogoro hivi tunapozungumza una watu takriban milioni 2. Sasa mkoa wenye uwezo wa kulisha watu milioni 50 umeshindwa kulisha watu milioni 2. Yaani ukienda pale Morogoro pale, ukitazama maisha ya wakazi wa Morogoro ni maisha ya kifukara. Wanaishi maisha ya kupambana na hali zao. Sasa unajiuliza, yale madini ya dhahabu yanayochimbwa katika mkoa wa Morogoro, yale madini ya rubi, uranium, copper yanaenda wapi? Kwa namna yote ile, ukiangalia vichocheo vya uchumi vilivyopo katika mkoa wa Morogoro, ni dhahiri kusema kwamba mkoa wa Morogoro unapaswa kuwa tajiri kuliko nchi ya Rwanda. Nisikilizeni Watanzania wenzangu. Kinachofanya Tanzania iwe maskini ni viongozi wabovu, ni viongozi wezi. Nikupe mfano. Sasa hivi wanatuhamasisha tukapige kura ili tuwape uhalali wa wao kuendelea kuibia nchi yetu. Ili tuwape uhalali wao waendelee kutumia vyombo vya dola kuminya demokrasia, waendelee kutumia mahakama kuhukumu kwa hila. Sasa nini kifanyike? Nisikilize Mtanzania mwenzangu. Umefika wakati wa kusema inatosha. Sasa wewe unakaa Mbagala, unakaa Tandale, unakaa Buguruni, unampigia kampeni Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan akishaenda Ikulu pale, wewe huwezi kwenda Ikulu. Anaenda Ikulu ni Kikwete, Rostam Aziz ndio wanaenda Ikulu. Wewe unabaki Tandale kule. Wenzako wanaenda Ikulu pale, badala ya kuisaidia nchi, wanaendelea kuibia nchi. Kwa hiyo kama utajitokeza kupiga kura, maana yake utakuwa umehalalisha wizi, utakuwa umehalalisha uasi, utakuwa umehalalisha kuminywa kwa demokrasia katika nchi hii. Nisikilize Mtanzania. Huu ni wakati wa kusema inatosha. Huu ni wakati wa kusema inatosha. Ni vyema tuitumie kura kama silaha ya kuweza kutukomboa na umaskini, lakini tusitumie kura ili endelee kutudidimiza sisi, ili endelee kutufanya tuwe maskini. Ndugu wa Tanzania, nchi yetu Mungu ameibariki sana. Kwa hiyo niendelee kuwakumbusha, itakapofika tarehe 29 usijitokeze kwenda kupiga kura. Ni vema kama inawezekana kuanzia sasa hivi, paza sauti, sema tumechoka kuonewa, tumechoka kuibiwa. Tanzania ya amani itaendelea kuwepo kama haki itaendelea kuwepo. Asanteni kwa kunisikiliza. Hii akili iko na huyu jamaa ni akili ambayo ni strong sana, na jamaa ni genius. Ukiangalia kulingana na jinsi anavyo reason, anaweza kukuja na anaweza kutoa, anasema nchi ya Rwanda ni dogo, Morogoro iko pale ni kubwa, iko na madini, Tanzania wamebarikiwa na madini kama anavyosema. Na unapata watu ambao wanaishi kwenye ile area Morogoro, unapata wanaishi maisha ya kifukara. Na hapo ndio wanaambia wananchi wa pale Tanzania, tangu lini tutakuwa tunanyanyaswa kila wakati na tuko na hizi vitu zote ambazo tuko nazo. So anawasihi wa Tanzania kura yao waweze kuitumia kwa jinsi ambayo inavyofaa, ndio iweze kukua ikiwakomboa. Ameweza kuongea vitu mingi, ameongelea kuhusu madini, ameongelea kuhusu maji, kuhusu uranium, yani vitu
vitu mingi sana ameweza kuziongea, na ni jamaa anaonekana yuko genius zaidi na zaidi. Manake ukiona mtu amefika pale level ya kureason sana sana kwa vitu ambazo resources ambazo nchi iko nazo, unapatanga huyo ni mtu ako pale juu, na mpaka anajiuliza hizi vitu ama hizi madini zimekuwa zikichimbwa ni kina nani wanajinufaisha na hizi madini. Manake zinaendelea kuchimbwa, na hiyo location ambao madini iko unapata watu still wanateseka. Reason ni kwamba ikakuwa ile madini inachimbwa ama zile vitu ziko pale Tanzania zinachimbwa, lakini zinarudishwa kwa wananchi. Hiyo Tanzania inaweza kukua ni rich zaidi hata countries zingine za Waarabu, manake wako na zile vitu zote ambazo zinahitajika za kimataifa, zile vitu ambazo watu wanapenda sana nchini Tanzania iko nazo, lakini zinachimbwa zinaenda na nani? Sasa hapo ndio unapata anaweza kusema kura, watu wanafaa kukuwa wamejitokeza, wajitokeze waanza kupiga kelele mapema na wasifanye uchaguzi. So hizo ni keti ya zile vitu jamaa anazisema, na idea zake pia zimeweza kusikika. Tumewaona watu kadhaa wameweza kumpost, tumeona watu wa Chadema wameweza kumpost kwenye Facebook yake pale. Manake hiyo ni kitu ambacho watu wengi hawana hiyo type ya mind ya kufikiria vile, na huu ni jamaa pia hiyo akili ikikuwa na watu ama viongozi wengi hapa Afrika, unapata tunaweza kuendelea zaidi. Manake hiyo ni akili inaweza kuwa sio ya ubinafsi, unapata ni akili ambayo inaweza kuwa ni kubwa sana. Na huu ni jamaa pia anahitajika, pia rais wa pale nchini Tanzania amweke pale karibu, pia ni vizuri, ndio akue akimpea zile ideas ambazo ni kali kama hizo, na upate nchi inakwenda jinsi ambavyo inafaa. Lakini jamaa amekuwa akipinga akisema Rais Samia Suluhu hafai kukua rais, hafai kukua akichaguliwa pale nchini Tanzania kwa hizo sababu ameweza kuzipeana pale mwanzo. Hizo ndio keti ya zile vitu yeye ameweza kuzisema, lakini jamaa yuko na point na yuko na hoja fulani mzuri ambayo sio ya kutukana, ambayo ni hoja ambayo ni straight forward, ambayo ameweza kuiongea. Mafans wa Black Mind Production Media, tunawashukuru sana kwa kukua mmekuwa mkitusupport sana zaidi na zaidi, kukua mkisubscribe kwenye channel ya Black Mind Production Media, na tunashukuru sana, na Mungu awabariki, na Mungu abariki nchini Tanzania, ibariki, kusikue na vita, kusikue na utekaji, kukue na uongozi bora, ikuwe ni nchi ambayo ni nambari 1 duniani, na ikuwe ni Tanzania ambayo tunaijua, Tanzania ambayo yuko na kelele pale mwanzo. Naitwa presenter Nilan ama Dr. Benny, nikiripotia ndani ya Black Mind Production Media. Black Mind Production Media, great in greatness.